Shalom, mimi naitwa Jof. Kuna mtu ameuliza swali sema, Shalom brother, hapo kwenye sadaka tumeenda vizuri. Naomba sasa kufahamu nini maana ya zaka na tofauti ya zaka na sadaka. Asante sana kwa swali lako. Zaka kwa maana nyingine tunasema ni fungu la 10 ambayo ni sehemu ya mali au kipato chako. 10% ya mapato yako unamrudishia Mungu. Zaka ni fungu la 10, ni sehemu ya 10 ya vile ambavyo umevipata unamrudishia Mungu. Kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari wa 30, sema fungu la 10 la nchi ni mali ya Bwana, ni takatifu kwake. Zaka sio sadaka ya hiari, ni sehemu maalum iliyowekwa kwa Mungu. Mungu ameweka umrejeshee 10% tu ya vile ambavyo wewe unavipokea. Of course kuna issue nyingi sana zinazungumzwa kwa habari ya kutoa fungu la 10, na ukishazungumza mambo ya fungu la 10 watu wanawakaga sana, wanaanza kusema fungu la 10 ilikuwa ni kwenye Agano la Kale, ilikuwa ni hivi na hivi na vitu vingine kama hivyo. Kwa sababu leo hatuendi sana ndani huko, mtu ametaka kufahamu zaka ni nini, basi zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako ambayo unaitoa kwa Mungu. Zaka ilikuwa inatolewa kwa nani? Kusoma kitabu cha Hesabu 18:21 imeelezea hapo, lakini tumezungumza, tunasema sadaka ni kitu unachokitoa kwa Mungu kwa hiari, kwa moyo wa upendo, shukrani na heshima. Inaweza kuwa fedha, inaweza kuwa mali, inaweza kuwa kitu kingine chochote ambacho wewe unakitoa moja kwa moja mbele za Mungu kwa hiari yako. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Kusoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Ile tofauti ambayo imeisema ya zaka na sadaka kwa haraka, zaka ni ya lazima, sadaka ni ya hiari. Kusoma Malaki 3:10, Wakorinto wa pili 9:7 unaweza ukasoma hiyo. Zaka ni wajibu, sadaka ni moyo wako. Zaka ina kiwango maalum, sadaka haina kiwango. Zaka ni 10%, lakini sadaka unaweza kutoa kiwango chochote kile. Zaka ni mali ya Mungu, sadaka ni zawadi kwa Mungu. Yani zaka ni lazima, hiyo ni mali yake Mungu, Mungu anaitaka hiyo. Sadaka ni zawadi wewe unampa Mungu. Kasome Mambo ya Walawi 27:30 unaweza kuelewa zaidi. Kutoka 25:2 inaweza ikakusaidia zaidi. Zaka ilitumika zaidi kwa watumishi, sadaka matumizi yake ni mapana, inaweza kuwa na matumizi mapana zaidi. Nenda kasome Biblia kwenye kitabu cha Kutoka na Mambo ya Walawi, hapo unaweza ukajifunza zaidi kwenye ile 27. Matendo 20:35, kuna heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ukisoma hapo unaweza ukaelewa. Zaka ni 10%, sadaka ni hiari na unatoa kwa moyo wako. Kama una chochote ambacho natamani tujifunze kwa habari ya mwenzetu ambapo ameuliza kuhusiana na zaka na sadaka, ndivyo ambavyo mimi naweza kueleza. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema.